Baada ya klabu ya Simba kuanza vibaya katika ile michezo ya klabu bingwa barani Afrika kwenye hatua ya makundi na kupoteza michezo yake miwili ya kwanza dhidi ya Petro Atletico de Luanda ya Angola na mchezo wa pili dhidi ya Stade Malien ya Mali, watu wamekuwa na maswali kwamba sasa baada ya Simba kufanya vibaya, je, ikitokea ametolewa kwenye hatua hii, je, Young Africans ambaye anaonekana kama vile ana asilimia nyingi sana za kufuzu tofauti na Simba, ataweza kuipiku Simba kwenye renki za CAF? Jibu ni kwamba hapana. Hivi ni vitu viwili tofauti. Kufanya vibaya kwenye hatua hii ya michezo ya CAF katika hatua hizi za awali haisababishi chochote wala haileti impact yoyote, kwa sababu inawezekana ukafanya vizuri huku mwanzo alafu mbeleni ukagain momentum alafu ukaanza kufanya vizuri. Kwa hiyo ukiangalia katika renki za CAF ambazo zinaongozwa na Al Ahly ambaye ana alama 78, Simba iko nafasi ya 5 akiwa na alama 48. Kwa maana kuwa kama Simba ataishia hatua hii ya makundi ataongeza pointi 2, atafikisha alama 50. Sasa kwa upande wa Young Africans, yeye yupo katika nafasi ya 12 akiwa na pointi 34. Maana kuwa renki za CAF zinahesabiwa hivi: timu inapochukua ubingwa inapewa pointi 6. Tuzungumzie Al Ahly ambaye ana pointi 78. Kama atachukua ubingwa, basi kwenye pointi zake 78 zinaongezwa 6, alafu atakuwa na alama 84. Kwa Young Africans, kama yeye atachukua ubingwa, maana kwa sasa hivi ana alama 34, akishinda kombe hili la klabu bingwa barani Afrika atapewa alama 6 ambapo atakuwa na alama, lakini Simba atakuwa na alama 49. Kwa hiyo tofauti itakuwa ni pointi 9. Kwa hiyo kama Young Africans hapo, hatuzungumzii kwamba akishinda, kama atafanikiwa kushinda, basi atafikisha alama 40 ambapo atapanda mpaka nafasi ya 8, ambapo kwa sasa nafasi ya 8 yuko Wydad Athletic Club. Umeona sasa? Kwa hiyo ukizungumzia kufanya vibaya katika hatua za awali za michezo hii, wala haisababishi labda timu kushuka kwenye zile renki za CAF, kwa sababu hakuna timu ambayo huwa inapoteza zile points. Ipo hivi, mshindi katika michuano hii anapewa alama 6. Wewe ambaye utaingia finali, yani utakuwa mshindi wa pili, unapewa alama 5. Alafu mtu ambaye atafika hatua ya nusu finali anapewa points 4. Ambaye ataishia hatua ya robo finali anapewa pointi 3. Wewe ambaye utaishia makundi unapewa pointi 2. Yule ambaye atafanikiwa tu kushiriki, yani atatoka katika hatua ya makundi, anapewa alama 1. Kwa maana hiyo sasa, Simba kama atafanikiwa kuvuka katika hatua hii, maana kuwa anaenda robo finali, atakuwa ameongeza kitu kwa sababu atapata alama 3, ambapo kama atafika nusu finali anapewa 4, akifika finali anapewa 5, akishinda anapewa 6. Kwa Young Africans na hivyo kuanzia hatua ya awali, hatua ya makundi, robo finali, nusu finali mpaka finali, kwa sababu kuingia finali kuna vitu viwili. Kuingia finali tu na yule mtu ambaye atashinda kombe ni vitu viwili tofauti. Ukiingia katika hatua ya finali unapewa kwanza points zako 5, then ukishinda unaongezewa 1, kwa hiyo unakuwa umepewa points 6. Kwa upande wa shirikisho, wao inapungua pointi 1, kwa maana kuwa ukifanikiwa kutinga katika hatua hii, yani ile kushiriki tu, unapewa alama ambayo ni 0.5. Ukifika hatua ya makundi unapewa 1, ukienda robo finali unapewa 2, nusu finali unapewa 3, ukienda finali unapewa 4, ukishinda kombe unapewa alama 5. Kwa hiyo hivi ndivyo structure ya shirikisho la soka barani Afrika CAF ambavyo imekaa. Kwa hiyo kama Simba atafanikiwa kutolewa katika hatua hizi za mwanzo, basi yeye atakuwa anaambulia alama zake 2, ambapo sasa atafikisha alama 50, ambapo nyuma ya Simba yupo klabu ya Pyramids ambaye yeye ana alama 47 ambayo yupo nafasi ya 6. Juu ya Simba yupo RS Berkane ambaye ana alama 52, ambapo kama Simba atafanikiwa kuvuka katika hatua hii na kwenda hatua ya nusu finali akapewa pointi 4, basi atakuwa sawa kabisa na klabu ya RS Berkane. Kwa hiyo pia hii ni hatua nzuri kwa klabu zetu. Kila kukicha zinaendelea kupiga hatua, zinaendelea kutandaza soka safi, lakini zinaendelea kufanya sajili ambazo zinafanya ligi yetu iendelee kuwa bora zaidi na vilabu vyetu viweze kuendelea kufika mbali. Japo kuna changamoto za hapa na pale, kama baadhi ya timu za Kiarabu ambapo zimekuwa hazitreat vyema timu ambazo zinatoka katika, lakini yote kwa yote bado kitu kitabaki pale pale kwamba timu kutoka katika nchi ya Tanzania zinapiga hatua. Lakini kuhusu swali hili la kwamba endapo Simba atatoka katika hatua hizi za awali na Young Africans akafanikiwa kufuzu,
basi Yanga atamzidi point Simba. Hiki ni kitu ambacho hakiwezekani, kwa sababu hii renki ambayo nimekutajia hapa ni renki ya mwaka 2025 ambapo yenyewe inasoma mwaka 2024, kwa sababu mashindano ya mwaka 2025 ndo haya ambayo Simba na Yanga zinashiriki hivi sasa. Maana kuwa renki hii hapa ya mwaka 2025 itaenda kutoka mwaka 2026, kwa sababu tayari points zitakuwa zimeshapatikana, yani kwa mshindi yule ambaye amefanikiwa tu kushiriki, na wote wale ambao wanafaa kuongezewa points watakuwa wameshaongezewa points. Kwa hiyo mwakani, baada ya mashindano haya ya CAF kumalizika, ndipo ambapo points hizi za CAF na renki zake zinapangwa tena kutokana na kile ambacho timu ama klabu imevuna kutoka katika mashindano haya ya kombe la klabu bingwa barani Afrika pamoja na kombe la shirikisho barani Afrika.